Ndugu Muislamu, najua mashehe na walimu wako wamekwambia mengi kuhusu kwamba Muhammad alitabiriwa katika Biblia takatifu, wakizungumzia vitabu kama Torati, Injili na Zaburi. Na unaposoma Qurani unakuta mwandishi wa Qurani na mtunzi wa Qurani wanaandika, wanamwekea maneno Yesu Kristu kwamba anazungumza kwamba atakuja nabii kwa jina la Ahmad. Sasa kumbuka mambo kadhaa hapa. Kwanza, Qurani inaandikwa miaka zaidi ya 600 baada ya Yesu Kristu kutokuwepo tena duniani. Katika hali ya mwili akiwa duniani hakuwepo tena. Lakini cha pili, Qurani inaandikwa zaidi ya kilomita 1000 kutoka ule mji wa Yerusalemu au maeneo ya kule Israeli. Kumbuka Qurani inaandikwa katika miji miwili, inateremka katika miji miwili, Maka na Madina. Zaidi ya kilomita 1000 kutoka kule ambako Bwana Yesu aliishi. Kwa hiyo Qurani haiwezi kuwa kitabu cha kusadikika kwa sababu kinaandikwa miaka mingi sana, karne zaidi ya 6 baada ya Yesu kutokuwepo. Lakini pia inaandikwa na watu ambao si mashahidi. Sasa nataka nikuonyeshe sehemu ambayo hakika laiti huyu Yesu Kristu angelikuwa anajua kuna nabii anakuja baada yake, angethibitisha. Na hapa ni pale ambapo Yohana anamuuliza swali ambalo linataka kufanana na kwenu nyinyi. Niseme tu pengine Yohana alikuwa anauliza ile swali kwa niaba nyinyi Waislamu ambao mnadai huyu Muhammad ametabiriwa huko. Tunaenda kusoma katika Injili ya Mathayo. Tunaenda kusoma Injili ya Mathayo sura ya 11 mstari wa 2 mpaka wa 6. Inasema, naye Yohana aliposikia huko gerezani matendo yake Kristu, alituma wanafunzi wake kumuuliza, wewe ndiwe yule ajaye au tumtazamie mwingine? Swali hili Yohana alikuwa ametuma wanafunzi wake, yeye akiwa gerezani, ajue kama huyu ndio yule nabii wa mwisho au mkombozi anayemtarajia, ambaye ametabiriwa kutoka katika vitabu vyote, kuanzia kitabu katika Torati na manabii. Sasa sikiliza jibu la Yesu Kristu hapa, na kuhakikishia hakika kama Yesu Kristu alikuwa anajua kwamba kuna mwingine anakuja baada yake yeye, hakika jibu lake lingekuwa tofauti na hapa. Yesu akajibu akawaambia, nendeni mkamweleze Yohana mnaoyasikia na kuyaona, vipofu wanapata kuona, viwete wanakwenda, wenye ukoma wanatakaswa, viziwi wanasikia, wafu wanafufuliwa, na maskini wanahubiriwa habari njema. Naye heri awaye yote asiyechukizwa nami. Naye heri awaye yote asiyechukizwa nami. Ndugu yangu Muislamu, hili neno nalosema la mwisho Bwana Yesu ni la msingi sana, litafakari leo hii. Heri awaye yote asiyechukizwa nami. Waislamu wengi mnachukizwa na Yesu Kristu. Na mnachukizwa na Yesu Kristu kwa sababu ya mambo mengi ambayo anayatenda na kuyasema. Japo mkikaa hadharani mnajifanya nyinyi mnamfuata Yesu Kristu, si kweli. Bwana Yesu alitoa maagizo ya kubatizwa, hakuna Muislamu anayebatizwa, labda wale ambao wanaacha Uislamu. Bwana Yesu anazungumza, anajiita mwana wa Mungu. Qurani inapinga hilo, Muhammad anapinga hilo, na nyinyi mnapinga hilo. Bwana Yesu anamuita Mungu baba yake. Qurani inapinga hilo, Muhammad anakuja anapinga hilo, na nyinyi mnapinga hilo. Sasa mtasema vipi mnapendezwa na Yesu Kristo? Anasema, narudia, naye heri awaye yote asiyechukizwa nami. Lakini hoja kubwa hapa ni kwamba lau kama huyu Yesu Kristu angelikuwa kweli anafahamu kuna nabii mwingine zaidi yake yeye, hii lugha ingekuwa tofauti. Bwana Yesu anachosema hapa, unabii umefungwa, yeye ndio yule anatabiriwa, hakuna mwingine. Ndio maana hata jibu lake kwa Yohana halitoi kwa maneno matupu, analitoa kwa matendo. Twende tukaone Injili ya Luka. Huyu anaelezea kwa undani zaidi. Tunasoma katika Luka sura ya 7 mstari wa 18 mpaka 23. Nasema hivi, hili ni tukio lile lile, lakini mwinjili Luka anaweka taarifa zaidi kuhusu nini kilitokea wakati ule. Mathayo yeye anaweka kwa ufupi tu. Luka anasema, wanafunzi wa Yohana wakamletea habari za hayo yote. Walikuwa wanamletea habari za Yesu Kristu, maajabu na matendo makuu alikuwa akiyatenda, miujiza na mambo mengi alikuwa akisema. Ndipo Yohana aliwaita wawili katika wanafunzi wake, akawatuma kwa Yesu akiuliza, wewe ndio yule ajaye au tumtazamie mwingine?
Nao walipofika kwake walisema, Yohana Mbatizaji ametuma kwako akisema, wewe ndio yule ajaye au tumtazamie mwingine? Haya ni maswali ambayo Yohana anayatuma kwa kupitia wanafunzi wake. Walikumbuka hapa wakati huu anatuma maswali haya, Yohana alikuwa gerezani. Sasa anaendelea, na saa ile ile aliwaponya wengi magonjwa yao na misiba na pepo wabaya, na vipofu wengi aliwakirimia kuona. Ndipo alipojibu akawaambia, nendeni mkamweleze Yohana haya mliyoyaona na kuyasikia: vipofu wanapata kuona, viwete wanatembea, wenye ukoma wanatakasika, viziwi wanasikia, wafu wanafufuliwa, maskini wanahubiriwa habari njema, naye heri mtu yoyote asiyechukizwa nami. Ndugu wangu Muislamu, nikwambie ukweli, Injili ya Mathayo inaandikwa na Mathayo ambaye alikuwa ni mmoja wale wanafunzi wa kwanza waliochukuliwa na Bwana Yesu Kristo. Inaandikwa na shahidi aliyeona na kusikia. Huyu Luka alikuwa mmoja wa wanafunzi wa kwanza wale wanafunzi wa Yesu Kristo. Kwa hiyo anaandika kutoka katika vinywa vya mashahidi waliomuona na kumsikia. Achana na Muhammad aliandika Qur'ani miaka 600 na huko Maka na Madina, anakuja kuweka maneno tofauti. Huu ndio ukweli. Chunguza maandiko na kualika, soma hizi Injili, utauona ukweli. Utaweza kumjua huyu Yesu Kristo ni nani. Sisi tuliompokea na kumwamini tunashukuru kwa neema hii, lakini pia hamu yetu nawe pia uweze kupata neema hii, neema ya ukombozi ambayo tulipata kwa Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu alishuka katika mwili, akakaa kwetu, akafa msalabani fidia dhambi zetu, lakini akafufuka siku ya tatu. Na akasema anakwenda kutuandalia makao. Anajua alipokuwa anakwenda kwamba anakwenda kutuandalia makao ili yeye alipo nasi tuwepo. Na anasema mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Tafakari mambo haya ndugu yangu, wakati bado unao.